Israel imeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu makubaliano ya awali kati ya Marekani na Iran yanayoruhusu kipindi cha siku 60 za mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, ikihofia kuwa muda huo unaweza kutumiwa na Iran kuharakisha shughuli zake za nyuklia badala ya kufikia suluhisho la kudumu. Kwa mujibu wa taarifa ya Channel 12 ya Israel, maafisa waandamizi wa usalama wa nchi hiyo wanaamini kuwa Iran inaweza kutumia kipindi hicho kuendelea kuimarisha uwezo wake wa urutubishaji wa uranium kwa kusogea karibu zaidi na kile kinachojulikana kama nuclear blackout, yaani uwezo wa kuzalisha kwa haraka kiwango cha kutosha cha nyenzo zinazoweza kutumika kutengeneza silaha za nyuklia. Ripoti hiyo inaeleza kuwa tathmini ya Israel ni kwamba kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei hana nia ya kufikia makubaliano ya mwisho yatakayoweka vikwazo vya kudumu kwa mpango wa nyuklia wa nchi hiyo. Badala yake, Israel inaamini kuwa Tehran inalenga kutumia makubaliano ya muda ili kupunguza shinikizo la kimataifa, kupata nafuu ya kiuchumi kutokana na vikwazo vya Magharibi na kuimarisha mauzo yake ya mafuta katika masoko ya dunia. Maafisa wa Israel wanaamini kuwa serikali ya Iran inaweza kutumia mazungumzo hayo kama njia ya kuchelewesha maamuzi muhimu, huku ikiendelea kufanya maendeleo ya sekta ya kiufundi katika sekta yake ya nyuklia. Kwa mtazamo wa Israel, wiki au mwezi unaopita bila makubaliano ya mwisho unaweza kuipa Iran nafasi ya kuongeza akiba ya uranium iliyorutubishwa na kuendeleza teknolojia zinazohusiana na mpango wake wa nyuklia. Chanzo kimoja cha usalama nchini Israel kilinukuliwa kikisema kuwa kuna uwezekano mkubwa Iran ikatumia mbinu za kidiplomasia kuongeza muda wa mazungumzo zaidi ya siku 60 zilizopangwa. Kwa mujibu wa tathmini hiyo, Tehran inaweza kuwasilisha mapendekezo mapya, kuanzisha duru nyingine ya majadiliano au kuomba muda zaidi wa kujadili vipengele mbalimbali vya makubaliano ili kuendelea kupata muda wa ziada. Wasiwasi wa Israel unatokana pia na historia ya mazungumzo ya nyuklia kati ya Iran na mataifa ya Magharibi ambayo mara kadhaa yalidumu kwa miezi au hata miaka bila kufikia makubaliano ya kudumu. Israel wanaamini kwa Tehran imewahi kutumia mikakati kama hiyo hapo awali ili kuepuka shinikizo kali la kimataifa, wakati ikiendelea kuendeleza baadhi ya uwezo wake wa kimkakati. Afisa mmoja mwandamizi wa Israel alinukuliwa akisema kuwa itakuwa jambo la kushangaza iwapo Iran haitatumia juhudi zake zote kupunguza muda unaohitajika kufikia uwezo wa kuzalisha nyenzo za kiwango cha kijeshi. Kauli hiyo inaonyesha kiwango cha wasiwasi uliopo ndani ya taasisi za usalama za Israel kuhusu mwelekeo wa mazungumzo hayo. Wakati huo viongozi wa Israel wameendelea kusisitiza kuwa taifa hilo halitakubali Iran kupata silaha za nyuklia kwa hali yoyote ile. Serikali ya Israel imekuwa ikidai kuwepo kwa ukaguzi mkali wa kimataifa, uwazi kamili katika shughuli za nyuklia za Iran na masharti yatakayohakikisha kuwa Tehran haiwezi kutumia miundombinu yake nyuklia kwa madhumuni ya kijeshi. Kwa upande wake, Iran imeendelea kukataa madai kwamba inatafuta kutengeneza silaha za nyuklia, ikisisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni wa matumizi ya amani pekee. Viongozi wa Iran wamekuwa wakielekeza kuwa urutubishaji wa uranium ni haki yao ya kisheria chini ya sheria za kimataifa, na kwamba shughuli zao zinahusiana na uzalishaji wa nishati, utafiti wa kisayansi na matumizi mengine ya kiraia. Mazungumzo hayo yanakuja kwenye kipindi ambacho Mashariki ya Kati imeendelea kushuhudia mvutano mkubwa wa kisiasa na kijeshi, huku suala la usalama wa eneo hilo likiwa miongoni mwa vipaumbele vikuu vya Marekani, Israel na washirika wao. Wachambuzi wanaonya kuwa kushindwa kwa mazungumzo hayo kunaweza kuongeza hatari ya mgogoro mpya wa kikanda ambao unaweza kuhusisha mataifa kadhaa ya Mashariki ya Kati. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.